Dr. Doto Mashaka Biteko, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Judith Kapinga, uongozi mzima wa Wizara ya Nishati, familia ya marehemu, viongozi wa serikali wote mlioko hapa, bodi ya wakurugenzi ya TANESCO, viongozi wa dini, ndugu na jamaa waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Ufuatao ni wasifu wa marehemu Mhandisi Gisima Nyamohanga. Kwa heshima na taadhima kubwa, kwa niaba ya Shirika la Umeme Tanzania, napenda kuwasilisha wasifu wa marehemu Mhandisi Gisima Nyamohanga, aliyekuwa mtumishi hodari, mzalendo na kiongozi mahiri katika sekta ya nishati nchini Tanzania. Kupitia maisha na utumishi wake, taifa letu limepata mafanikio makubwa, hasa katika nyanja za upatikanaji wa nishati endelevu, uongozi thabiti na maboresho ya taasisi za umma. Kuzaliwa. Marehemu Mhandisi Gisima Nyamohanga alizaliwa tarehe 10 Septemba mwaka 1969 mkoani Mara, Tanzania. Elimu. Alianza safari yake ya kielimu katika shule ya msingi Mlimani, Dar es Salaam, akihitimu mwaka 1984. Aliendelea na masomo ya sekondari katika shule ya Azania mwaka 1985 hadi mwaka 1988, na kisha kidato cha 5 na 6 katika shule ya sekondari ya Kibaha akihitimu mwaka 1991. Mwaka 1992 alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kuhitimu shahada ya uhandisi wa umeme. Baadaye alijipatia shahada ya uzamili ya usimamizi wa uhandisi mwaka 2009 hadi mwaka 2011 na shahada ya uzamili ya uongozi wa biashara yani MBA mwaka 2012 hadi mwaka 2014. Zote alizipata kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wakati huo huo, alihitimu pia stashahada ya juu ya sheria za uamuzi na usuluhishi katika rasilimali watu kutoka Chuo cha Ustawi wa Jamii. Mwaka 2014 alijiunga na Chuo Kikuu nchini Scotland na kuhitimu shahada ya uzamili katika sayansi ya fedha mwaka 2018. Uzoefu katika utumishi. Mhandisi Gisima alijiunga na kampuni ya BP Tanzania mwaka 1996 mpaka mwaka 2004, ambako alianza kazi kama msaidizi wa mauzo ya sola na kupanda vyeo hadi nafasi ya uhandisi, akijikita katika sekta ya nishati mbadala. Mwaka 2004 hadi mwaka 2008 alihudumu katika kampuni ya Business Care Services na ESD Limited ya nchini Uingereza, ambako alihudumu kama mshauri wa nishati na maliasili, akitoa ushauri wa kitaalamu katika masuala ya nishati endelevu. Mwaka 2008 hadi mwaka 2019 alihudumu katika taasisi ya wakala wa umeme vijijini REA, ambako alitumikia kwa mafanikio katika nafasi mbalimbali kama afisa nishati wa mradi mwaka 2008 hadi 2010, meneja msaidizi wa ufundi mwaka 2010 hadi mwaka 2015. Alihudumu pia kama mkurugenzi wa maendeleo ya masoko na teknolojia mwaka 2015 hadi mwaka 2016, na vile vile alihudumu kama mkurugenzi mkuu wa REA mwaka 2016 hadi mwaka 2019. Mwaka 2019 hadi mwaka 2023 alihamia wakala wa majenzi Tanzania yani TBA, ambako alihudumu kama mhandisi mkuu daraja la kwanza, akisimamia miradi mikubwa ya miundombinu ya serikali. Mwaka 2023 hadi mwaka 2025 aliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mkurugenzi mtendaji wa TANESCO tarehe 22 Septemba 2023 hadi kufariki kwake tarehe 13 Aprili mwaka 2025. Mchango na mafanikio. Marehemu Mhandisi Gisima Nyamohanga alisimamia kwa ufanisi mabadiliko makubwa katika upatikanaji wa umeme vijijini na mjini, upanuzi wa mitandao ya usambazaji,
usimamizi wa miradi mikubwa ya nishati na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya umeme. Uongozi wake uliakisi maadili ya haki, uwazi na uwajibikaji, sifa zilizompatia heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Maisha binafsi na familia. Marehemu alikuwa mume na baba mwenye upendo, aliyeacha wajane wawili na watoto 15 waliokuwa nguzo ya maisha yake ya familia na huduma kwa jamii. Kifo. Alifariki dunia kwa ajali ya gari tarehe 13 Aprili 2025 akiwa safarini wilaya ya Bunda mkoani Mara akiwa na umri wa miaka 56. Hitimisho. Kwa hakika taifa limepoteza mtu muhimu, kiongozi mwenye maono, mzalendo wa kweli na mtumishi asiyechoka. Alama aliyoiacha katika taasisi alizozitumikia na katika mioyo ya Watanzania itadumu milele. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Asante. Huyo alikuwa Irene Kowelo akisoma salamu ama akisoma wasifu wa marehemu. Nimkaribishe